Biashara ya mishkaki imeendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali ya manispaa ya Morogoro, huku wananchi wakieleza hofu kuhusu usalama wa afya kutokana na mazingira yanayotumika kuandalia na kuuza vyakula hivyo. Ukuaji huo wa biashara unaonekana zaidi kando ya barabara kuu na maeneo yenye mikusanyiko ya watu wengi, jambo ambalo limeibua mjadala kuhusu udhibiti wa ubora wa chakula pamoja na usafi wa mazingira. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na Mwananchi, baadhi ya wakazi wa Morogoro wameonyesha wasiwasi wao, wakidai kuwa sehemu nyingi zinazouza mishikaki na ndizi choma hazizingatii kanuni za afya na usalama wa chakula. Wamesema kuwa baadhi ya wauzaji huendesha biashara hizo katika mazingira yasiyo safi, huku nyama zinazotumika kutengeneza mishikaki zikiwa wazi bila kuhifadhiwa katika hali salama. Wananchi hao wameeleza kuwa licha ya biashara hiyo kuwa chanzo muhimu cha kipato kwa vijana wengi, bado ipo haja ya kuweka mifumo madhubuti ya ukaguzi ili kuhakikisha chakula kinachouzwa hakihatarishi afya za walaji. Wengi wamekuwa wakivutiwa na mishikaki kutokana na bei nafuu pamoja na upatikanaji wake kwa urahisi nyakati za jioni na usiku, lakini nyuma ya urahisi huo kuna hofu ya uwezekano wa kuenea kwa magonjwa yanayosababishwa na uchafu au ulaji wa nyama isiyo salama. Katika maeneo mengi ya Morogoro, vibanda vya mishikaki vimeongezeka kwa kasi sambamba na ongezeko la watu wanaotafuta ajira binafsi. Vijana wengi wameona biashara hiyo kuwa mkombozi kutokana na mtaji wake kuwa mdogo ukilinganisha na biashara nyingine. Baadhi yao huanza kwa kuchoma mishikaki wachache jioni na baadaye kupanua biashara kutokana na ongezeko la wateja. Hata hivyo, pamoja na kuongezeka kwa ajira kupitia biashara hiyo, changamoto kubwa imeendelea kuwa ubora wa mazingira ya uandaaji wa chakula. Baadhi ya maeneo hayo hayana maji safi ya kutosha, huku wengine wakitumia vifaa visivyozingatia usafi. Wapo wanaochinjia nyama katika mazingira yasiyo rasmi na kuihifadhi kwa muda mrefu kabla ya kuuzwa, jambo linaloweza kuongeza hatari ya bakteria na maradhi mbalimbali. Wakazi wa Morogoro wameitaka serikali pamoja na mamlaka za afya kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha wafanyabiashara wote wa mishikaki wanazingatia sheria na taratibu za afya. Wamesema kuwa ukaguzi huo unaweza kusaidia kupunguza uwezekano wa wananchi kupata madhara kutokana na ulaji wa vyakula vilivyoandaliwa katika mazingira hatarishi. Baadhi ya wananchi waliozungumza kuhusu hali hiyo wamedai kuwa mara nyingi wamekuwa wakishuhudia nyama zikining'inizwa wazi kando ya barabara, huku zikivamiwa na vumbi pamoja na moshi wa magari. Wengine wamesema kuwa baadhi ya wauzaji hutumia mafuta au vifaa vya kuchomea visivyo salama, hali inayoweza kuathiri ubora wa chakula kinacholiwa na wananchi. Aidha, ongezeko la biashara hizo limechangiwa pia na mabadiliko ya mfumo wa maisha, ambapo watu wengi hutumia muda mwingi kazini na kushindwa kupika majumbani. Kutokana na hali hiyo, mishikaki imekuwa chakula rahisi na cha haraka kupatikana, hususan wakati wa jioni na usiku. Wafanyikazi, madereva wa bodaboda, wasafiri na wanafunzi ni miongoni mwa makundi yanayotegemea sana biashara hiyo kwa chakula cha haraka. Pamoja na changamoto zilizopo, baadhi ya wafanyabiashara wa mishikaki wamejitokeza kutetea biashara yao, wakisema kuwa si wote wanaofanya kazi katika mazingira machafu. Wamedai kuwa kuna wafanyabiashara wengi wanaozingatia usafi, kutumia nyama iliyokaguliwa na kuhakikisha vifaa vyote vinakuwa safi muda wote. Wameiomba jamii kuwahukumu wafanyabiashara wote kwa makosa ya wachache wasiokuwa waaminifu. Mmoja wa wafanyabiashara hao amesema kuwa biashara ya mishikaki imekuwa tegemeo kubwa la maisha kwa familia nyingi, na hivyo ipo haja ya serikali kutoa elimu zaidi kuhusu namna bora ya kuandaa chakula salama badala ya kutumia nguvu kubwa kufunga biashara hizo. Ameeleza kuwa wafanyabiashara wengi wako tayari kufuata sheria iwapo watapatiwa mafunzo na mazingira rafiki ya kufanyia biashara. Kwa upande wa wataalamu wa afya, wameonya kuwa ulaji wa nyama isiyoandaliwa vizuri unaweza kusababisha magonjwa mbalimbali ikiwemo sumu ya chakula, maambukizi ya bakteria pamoja na matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Wamesisitiza umuhimu wa wananchi kuhakikisha wanakula katika maeneo yenye usafi na kuzingatia ubora wa chakula wanachonunua. Wataalamu hao pia wameeleza kuwa nyama inapowekwa wazi kwa muda mrefu bila kuhifadhiwa katika joto stahiki huweza kuharibika haraka na kuwa hatari kwa mlaji. Aidha, matumizi ya vifaa vichafu kama nusu, meza au vichomo vya kuchomea vinaweza kuongeza uwezekano wa maambukizi ya magonjwa. Katika siku za karibuni, biashara ya mishikaki imeonekana kuwa sehemu ya utamaduni wa maisha ya usiku katika miji mingi nchini Tanzania.
Maeneo mengi ya starehe, vituo vya mabasi na pembezoni mwa barabara kuu yamejaa wauzaji wa mishkaki wanaowahudumia mamia ya watu kila siku. Hali hiyo imeifanya biashara hiyo kuwa muhimu kiuchumi, lakini pia kuwa eneo linalohitaji usimamizi wa karibu. Baadhi ya wananchi wamependekeza kuwepo kwa maeneo rasmi ya wafanyabiashara wa vyakula vya barabarani ili kusaidia kudhibiti usafi pamoja na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Wamedai kuwa ikiwa wafanyabiashara watapangiwa maeneo yenye huduma muhimu kama maji safi, vyoo na sehemu za kutupa taka, itasaidia kuboresha afya ya jamii na mazingira kwa ujumla. Wengine wameitaka halmashauri ya manispaa ya Morogoro kuongeza ukaguzi wa mara kwa mara kwa wauzaji wote wa vyakula vya barabarani na kuhakikisha wana leseni pamoja na vyeti vya afya. Wanasema hatua hiyo itasaidia kuwatambua wafanyabiashara wanaofuata sheria na kuwaondoa wale wanaohatarishi afya za wananchi. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya uchumi wanaona ongezeko la biashara ya mishkaki kama ishara ya kuongezeka kwa shughuli za ujasiriamali miongoni mwa vijana. Wanasema kutokana na changamoto ya ajira rasmi, vijana wengi wameamua kujiajiri kupitia biashara ndogondogo zinazoweza kuwaingizia kipato cha kila siku. Hata hivyo, ukuaji wa sekta hiyo unapaswa kwenda sambamba na elimu ya afya na usalama wa chakula. Katika mazingira ya sasa ya shindani la biashara, baadhi ya wauzaji wamekuwa wakijitahidi kuboresha huduma zao kwa kutumia majiko bora, sehemu safi za kuandalia chakula, pamoja na kuvaa mavazi maalumu ya kazi. Hatua hizo zimewasaidia kuvutia wateja wengi zaidi wanaojali usafi na ubora wa chakula wanachokula. Licha ya jitihada hizo, bado kuna changamoto ya baadhi ya watu kuendesha biashara bila vibali rasmi. Wengine huanzisha biashara hizo ghafla pembezoni mwa barabara bila ukaguzi wowote wa afya. Hali hiyo imekuwa ikiibua maswali kuhusu namna mamlaka zinavyoweza kudhibiti ongezeko la biashara zisizo rasmi huku zikihakikisha wananchi wanapata huduma salama. Wananchi pia wamehimizwa kuwa makini wanaponunua mishkaki au vyakula vingine vya barabarani. Wataalamu wa afya wanashauri watu kuangalia usafi wa mazingira, namna chakula kinavyohifadhiwa na usafi wa muuzaji kabla ya kufanya maamuzi ya kununua. Pia wanashauri wananchi kuepuka kula nyama yenye harufu isiyo ya kawaida au iliyopikwa chini ya kiwango. Kwa ujumla, biashara ya mishkaki imeendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku katika Morogoro na maeneo mengine nchini kutokana na mchango wake kwa ajira na upatikanaji wa chakula cha haraka. Hata hivyo, ongezeko lake limekuja sambamba na hofu kuhusu usalama wa afya ya wananchi, jambo linaloonyesha umuhimu wa kuwepo kwa usimamizi madhubuti wa afya, elimu kwa wafanyabiashara na uwajibikaji wa mamlaka husika. Bila hatua za haraka kuchukuliwa, wananchi wanaweza kuendelea kuwa katika hatari ya kupata madhara yatokanayo na ulaji wa vyakula vilivyoandaliwa katika mazingira hatarishi.